Naitwa Rebecca Giumi, ni mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative. Siku ya leo shirika la Msichana Initiative limezindua awamu ya pili au cohort ya pili ya programu yake ya uongozi kwa wasichana ambayo tunaita Sauti Yetu Nguvu Yetu. Programu hii inalenga kujengea uwezo wa kiuongozi kwa wasichana wenye umri wa chini ya miaka 25 wanaotoka katika mikoa minne ya kazi yetu ambayo ni mkoa wa Tabora, Dodoma, Pwani pamoja na Dar es Salaam. Lengo kubwa la program hii hasa ni kuhakikisha wasichana kwanza wanaweza kujengewa au kupewa nyenzo za kuweza kuonyesha uongozi, na sisi tunaangalia uongozi katika dhana pana, kwa maana uongozi wa kisiasa, uongozi wa kijamii, lakini vile vile uongozi kwenye maeneo ya kiuchumi. Kupitia jukwaa hili au program hii ambayo ni ya miaka miwili, wanaweza pia kuunganishwa kwa pamoja na kujenga nguvu za pamoja kama wasichana na kuleta sauti yao kwenye masuala ambayo ni muhimu kuweza kuwezesha haki za wasichana katika taifa letu. Kwa sababu hii ni awamu ya pili, labda nizungumze kidogo mafanikio ambayo tumeyaona kwenye awamu ya kwanza ya program hii. Naweza nikasema kwanza kwa kiasi kikubwa ni wasichana 20 vinara ambao tuliweza kuwafikia kupitia program hii ya uongozi kama focus, lakini wao wakaweza kufikia wasichana wengine takriban 240 kutoka kwenye maeneo yao, ambao tunafikiri hiyo ni kubwa sana. Lakini kile kingine ambacho tumekiona sasa ni hawa wasichana 20 baadhi yao kuanza kuonesha nia na hata uthubutu wa kugombea kwenye nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo wengine kwenda kwenye nafasi za viti maalum na yale majukwaa ya wanawake kwenye maeneo yao, lakini wengine tunaona wanaonyesha nia hata katika uchaguzi wa mwaka huu kwenda kuchukua fomu ya kugombea kwenye nafasi mbalimbali ikiwemo nafasi za udiwani. Na tunaona wengine wamekuwa sehemu ya kampeni za kitaifa, ikiwemo kampeni ile ya Pedi Bila Kodi ambayo tuliona serikali mwaka jana iliweza kutolea uamuzi wa kutoa kodi kwenye uzalishaji wa hizi bidhaa. Kwa hiyo tunachojaribu kusema ni kwamba tunaamini wasichana wana sauti, wanaweza kuonyesha uongozi, wana nguvu, wakiweza kupata majukwaa yanayowajengea uwezo, wakapata nyenzo, wakapata rasilimali na network, wanaweza wakafanya vizuri zaidi, na tunaamini hilo litafanikiwa kwa cohort ya pili pia. Niseme tu kwanza, awamu ya kwanza imetufundisha mambo mengi, ikiwemo tamaduni na desturi ambazo bado zimejikita kwenye namna ambavyo wasichana wanaweza kujiamini, na wakati mwingine sio watu wa nje, ni ile hofu iliyojengeka ndani yao kutokana na malezi na mazingira ambayo wamekulia. Kwa hiyo unapofanya kazi na wasichana, pamoja na kwamba unahitaji kuona wao wanaweza kupata ile ari, motisha na nguvu ya kuonesha uwezo wao, haitoshi kama hawezi pia kuzungumzia tamaduni, desturi, mila, na wakati mwingine hata kuzungumza na jamii na wazazi ambao ndio wanawazunguka hawa wasichana, kwa sababu wanaamua kwa kiasi kikubwa sana namna ambavyo hawa wasichana wanaweza wakaonesha uwezo wao au wasioneshe uwezo wao. Kwa hiyo ile ni jambo kubwa sana ambalo tumejifunza. Lakini jambo la pili ambalo tumejifunza ni kwamba wasichana wanapopata majukwaa sahihi, wasichana wanapopata nguvu ya kuona kwamba hayuko peke yake, kuna wasichana wengine kama yeye wanapitia anachopitia, wanaonesha nguvu yao kwa kutoa ile hofu, wasichana wana uwezo mkubwa sana. Na wasichana hawahitaji kuzungumziwa. Wasichana wanaweza kujizungumzia vizuri, wanafahamu matatizo yao, wanafahamu suluhu ya matatizo wanayopitia. Wanachokosa ni majukwaa sahihi tu, na hicho kwa awamu ya kwanza imetuthibitishia hicho. Nikizungumza program hii kuelekea kwenye uchaguzi, niseme tu kwanza program ya Sauti Yetu Nguvu Yetu tumeizindua kipindi hiki, ingawa tuko mwaka wa uchaguzi, lakini haikuwa moja kwa moja kwa sababu tunataka kwenda kwenye uchaguzi. Hapana, ni program ya miaka miwili. Kwa hiyo ukiangalia tayari itaisha 2027 ambapo ni zaidi hata ya muda wa uchaguzi. Kwa majina naitwa Loveness Asumani, msichana kiongozi kutoka wilaya Nzega, kata ya Mizibaziba. Programu hii ya Sauti Yetu Nguvu Yetu imetusaidia hasa sisi wasichana kujitambua, kujiamini na kuwa na ndoto kubwa.
na kuzitambua haki zetu ambazo tulikuwa hatuzijui toka mwanzo, kama tunavyoamini kwamba jamii nyingi, hasa jamii za wakulima na wafugaji, hawaamini kabisa katika mafanikio ya mtoto wa kike, kwamba mtoto wa kike kazi yake ni kuolewa na hamna kitu kingine. Kwa hiyo programu hii ya Sauti Yetu Nguvu Yetu imekuja kutufungulia kwamba msichana una haki ya kufanya kila kitu, ikiwemo haki ya kusoma, haki ya kushiriki na kushirikishwa, haki ya kuamua wewe mwenyewe. Pia programu hii ilikuwa ina ajenda nyingi, ikiwemo ajenda za uongozi. Kwa hiyo mimi kama msichana binafsi, Sauti Yetu Nguvu Yetu imekuja kunifungulia kwamba na mimi ninafaa kuwa kiongozi, ninafaa kumchagua kiongozi, kwa sababu programu imenijenga, nina uwezo wa kujiamini, wa kujitambua. Kwa hiyo mimi mwenyewe ninasema hapa kwamba mafunzo ambayo nimeyapitia ndani ya miaka hii miwili yamenifanya mimi nimeweza kujua kwamba nina uwezo wa kusimama sehemu yoyote na kuongelea kitu ambacho ni haki yangu pamoja na haki ya msichana. Na sehemu yoyote nikikuta na mtoto wa kike ambaye anatendewa kitu chochote kibaya, nina uwezo wa kusimama na kumtetea ili aweze kupata haki yake. Na kutokana na hayo nimeweza kupata shauku ya kuweza kuchukua fomu kugombea. Naahidi mwaka huu nitaweza kugombea udiwani. Nisipopata udiwani lazima niwe viti maalum ili niweze kushirikiana na wale viongozi ambao watakuwa juu, ili niweze kuwasaidia wasichana wengine na watoto wa kike wengine kwa changamoto zao. Vitu ambavyo natamani waviboreshe kwenye mamlaka hasa zinazohusiana na kutoa fomu za kugombea, hasa kwa wasichana ambao bado tunaonekana ni vijana, tunawaomba wasiwe na vikwazo vya aina yoyote. Kwa maana hata kama mimi nimeweza kugombea, nimeweza kujitolea, kiwepo kiasi ambacho mwanamke au mtoto wa kike anapojitolea kiweze kumsaidia yeye kugombea. Namaanisha nini? Kuna kiasi cha fedha ambacho kinawekwa kwa ajili ya kuchukulia ile fomu. Kuna wengine hawana uwezo wa kufikia kile kiasi, lakini wanatamani kufanya nini? Kugombea. Kingepunguzwa hicho kiasi au kingetolewa sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinaingiza pesa kwenye vyama tofauti na hizo fomu. Ingewezekana wangetoa kabisa hicho kiasi ili kusudi wasichana wengi wajitokeze waweze kugombea na kuweza kushika madaraka. Sawa. Kwa majina naitwa Dafroza Dickson, natokea mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, na taarifa kuhusiana na mradi wa Sauti Yetu Nguvu Yetu nimeipata kupitia Instagram, kwa maana ni mtu ambaye ninafuatilia Msichana Initiative na harakati zote. Kwa kupitia Instagram ndipo niliona hizo taarifa, nika-apply na mwisho wa siku nimeweza kuchaguliwa. Matarajio yangu katika hii program ya miaka miwili, kitu kikubwa ninachotarajia ni kupata nyenzo pamoja na resources ambazo zitaniwezesha mimi kama binti kuweza kuyaongelea yale matatizo ambayo nimeyaona mtaani kwetu, matatizo ambayo experience mimi kama msichana, na pia ninaona mabinti wenzangu wanayapitia. Kwa ninatumaini kwamba kwa muda wa miaka miwili, kwa kushirikiana na Msichana Initiative, nitapata tools, nyenzo, nitapata resources ambazo ni resources kwa maana ya mafunzo, nitakutana na majukwaa, nitakutana na viongozi ambao wote watanisaidia mimi kuifanya sauti yangu iwe na mamlaka na iwe na nguvu katika jamii yangu.